Mwenyekiti wa Jumuiya ya Wafanyabiashara Tanzania mkoa wa Kagera, Nicholas Pasmak, amesema ujenzi wa viwanda kwa kila wilaya utaleta tija na ushindani mkubwa kimataifa. Pasmak ambaye pia ni mwenyekiti wa kanda ya Ziwa wa Jumuiya ya Wafanyabiashara Tanzania ameyasema hayo katika viwanja vya Bunge jijini Dodoma aliposhiriki pamoja na wadau wengine kusikiliza mapendekezo ya bajeti ya Wizara ya Viwanda na Biashara. Tumeona kwenye wasilisho ambalo limeelekeza kwamba kanda ya Ziwa ni eneo ambalo linahitaji viwanda, na mimi natokea mkoa wa Kagera, lakini vile katika mikoa yote hii ya pembezoni ukweli viwanda inahitajika. Kwa hiyo sera hii ya kila wilaya kiwanda kimoja cha kimkakati itafaa sana kwa ajili ya kuongeza ustawi, lakini vile kuweka ushindani kwenye zile nchi ambazo tunapakana nazo. Aidha, mwenyekiti huyo akazungumzia bajeti ya wizara hiyo ambayo ilipitishwa na bunge kwa kishindo, ambaye kimsingi katika uwasilishaji wake wa bajeti ya 25-26 tumeona imesheheni mambo mengi ambayo yote yanalenga kwa ajili ya ukuzaji wa biashara na uendelezaji wa viwanda, lakini vile kuanzisha viwanda vipya. Na tukumbuke kwamba kama alivyoeleza kwenye wasilisho lake ni kwamba kwa sasa ni vijana wengi sana ambao hawana ajira, lakini ni sekta binafsi tu ndio imebaki tu ambayo ina uwezo wa kuweza kuajiri vijana wengi, ambayo ni sekta ya biashara hasa kwa upande wa viwanda, lakini vile na uzalishaji. Mimi kama mdau kwa maana ya mwenyekiti wa Jumuiya ya Wafanyabiashara, hii tunahusianisha na mpango wetu ambao mipango yetu ya jumuiya ambayo tumeshaanza kwa namna gani tunaweza tukaongeza wigo wa uzalishaji, lakini wigo wa kibiashara kwa lengo la kukuza uchumi wa taifa. Tunapongeza sana kwenye bajeti yake, maana amegusia hata upande wa sera ambayo imeiwishwa ya mwaka 2023 ambayo ni sera ya taifa ya biashara ya mwaka 2003 ambayo kimsingi lazima baadhi ya sheria zifanywe marejeo, lakini zingine vile zifanywe review kwa ajili ya kuleta ustawi wa kibiashara. Kwa mfano, tumeona sheria nyingi na mamlaka nyingi zinazosimamiwa na Wizara ya Viwanda na Biashara zimekuwa zikidhibiti badala ya kufanya urekebu au badala ya kujenga wafanyabiashara au wazalishaji. Sasa katika mwelekeo wa sera hii ya biashara, sasa itoshe kusema kwamba sasa tunahitaji serikali ione kwamba hii ni fursa sekta hii kuhakikisha inakuza biashara. Mei 14, 2025, bunge limepitisha kwa kishindo mapendekezo ya Wizara ya Viwanda na Biashara yaliyowasilishwa bungeni hapo na Waziri Dr. Suleiman Jafo ya zaidi ya shilingi bilioni 135.7 kwa ajili ya utekelezaji wa shughuli za wizara hiyo pamoja na taasisi zake kwa mwaka wa fedha wa 2025-26. Kutoka hapa bungeni jijini Dodoma, mimi ni John Israeli wa Banda Media.